بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمد الشاكرين لنعمه المثنين له القابلين عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيد الوجود محمد، رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، بعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa mara nyingine tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetuwezesha kujumuika tena leo kwa ajili ya kuendelea na darsa yetu ya hadith, tukiwa tunaendelea kusoma mukhtasar ya sahih ya al-Imam al-Bukhari, ikhtisar ya al-Imam Ibn Abi Jamra. Katika darsa iliyopita tulifika hadithi ya 3 katika mlango alioita al-Imam al-Bukhari babu halawatul iman, utamu wa iman. Tukasema imani ina utamu, lakini kwa wanaotambua na wanaoihisi ama wanaouhisi utamu kama ule. Ingawa iman ni kitu maanawi, ni kitu ambacho kwamba hakionekani wala hakigusiki, lakini ni kitu ambacho kwamba kina utamu. Pengine mtu atashangaa, atasema vipi kiwe kitu maanawi alafu kiwe na utamu? Kumezoeleka utamu uwe katika vitu vinavyoonekana, vinavyoshikika, kama ni vyakula, ni vinywaji, ni majumba. Vipi kitu maanawi kiwe na utamu? Naam, kitu maanawi vile vile kinakuwa na utamu. Mara ngapi utaona mtu anaangalia mpira alafu kuna fungwa bao na muona mtu anasikia raha shekhe, mpaka jino la Disemba linaonekana. Ni kitu maanawi lakini kimemfurahisha sana. Kwa hivyo halawa, utamu unapatikana vile vile katika vitu ambavyo kwamba sio vya kushikika. Na tumesema wachaji Mungu wanaohisi utamu kama huu walikuwa wakisema lau wafalme wangejua ile raha na ladha tunayohisi sisi, wangetupiga kwa mapanga. Yani wao walikuwa katika janna wakiwa tayari wako katika hii dunia kabla hawajaenda katika pepo. Yani pepo ziko mbili, kuna pepo ya dunia na kuna pepo ya akhera. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'an Al-Karim akasema walladhina su'idu lahum fafil jannati khalidina fiha, walladhina su'idu fafil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard. Wale waliopewa saada, waliopata saada wako katika pepo khalidina fiha, milele. Taib, hii pepo lokusudiwa hapa ni pepo gani? Ya dunia ama ya akhera? Ni ya dunia. Kwa dalili gani? Mbele ya aya, maadamati samawatu wal ard, madamu mbingu bado ziko na ardhi. Kwa hivyo madamu kumetajwa mbingu na ardhi, na maana ni wapi? Ni hapa duniani. Akhera zitaondoka zote hizi. Yauma yubaddalu al-ardu ghayra al-ardi, kama anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kiyama zitabadilishwa, ardhi haitakuwa ardhi hii tena. Kwa hivyo janna iliyokusudiwa hapa ni janna ya hapa duniani. Na ndio unaona ukisoma surat Ar-Rahman, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia waliman khafa maqama rabbih
jannatan. Kwa yule anayeogopa makamu ya Mola wake ana pepo mbili. Jannatan. Jannatan ni zipi? Ni janna moja hapa duniani na janna nyingine utaipata wapi? Utaipata peponi. Kwa hivyo janna ya duniani ni ile ya kuhisi ladha unapofanya ibada, ya kuhisi ladha unapojikurubisha na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Nasema hadithi imepokewa na Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman. Mambo matatu mtu akiwa ndani yake, ama yakiwa hayo mambo matatu kwake, wajada halawata al-iman, hupata utamu wa imani. Mambo yenyewe ni gani? Jambo la kwanza, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, awe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallama wanapendekeza zaidi kwake kuliko chochote kingine. Katika ilmu ya tazkia wanakwambia daima mu'min atakikana atoe katika moyo wake kitu kinaitwa hubbu siwa. Hubbu siwa ni kupenda kisokuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kisokuwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Chochote kingine kinachokuwa na mafungamano na duniani utakikani kukitia nini? Kukitia moyoni, ukibakisha hapa mkononi tu. Hubbu siwa. Kwa hivyo an yakuna Allahu, awe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na tumeashiria jana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumia neno an yakuna, hakusema an yuhibba. An yakuna kwa sababu mahabba ni amrun kauni, ni kitu ambacho kwamba kinapatikana ndani, kinaumbwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Huwezi kudai kwa kujificha kwa dhahiri ya vitendo vyako na ndani huna mahabba. Hivyo an yakuna, yawe ni mahabba ya kihakika na yanayotoka ndani mwako katika moyo wako. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Na tukasema hapa Mwenyezi Mungu na mtume wamejumuishwa katika dhamiri moja. Hii ni dalili ya kuonesha yafaa kuwajumuisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mtume katika dhamiri moja, na hivi ndivyo inavyokwenda daima. Naam. Mahabba, dini ya Kiislamu inazunguka katika mahabba, bali moyo wa dini upo katika mahabba. Kwa nini tunasema hivi? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alipowazungumzia watu ambao kwamba wanaipa mgongo dini, alisema ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Enyi mlioamini, yoyote ambaye kwamba ataritadi akayapa mgongo mafunzo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin, Mwenyezi Mungu ataleta watu wenye sifa gani? Je, amesema ni wenye kufunga sana ama kuswali sana? La, amesema fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum, anawapenda. Kwa hivyo dini inazunguka katika nini? Mahabba. Ukiwa ni katika ahlul mahabba, Mwenyezi Mungu hatakuondoa na kubadilisha wengine. Lakini yanapokosekana mahabba ndani ya nyoyo zetu, ndipo pale Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala taondoa watu, kwa sababu unapokosa mahabba ndipo unapoipa dini mgongo. Lakini unapokuwa na mahabba ndani ya moyo wako, na tukizungumzia mahabba hapa tuzungumzia mahabbatullah na mahabbatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kumpenda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kumpenda bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio daraja ya juu ya mahabba. Yanapokuwa yamejaa katika moyo wako, bila shaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hawezi kukuondoa akaleta mwingine. Lakini yanapokosekana, ndipo pale Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sema fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kwa hivyo dini ya Kiislamu ni dini ya mahabba, ni dini iliyozungukwa na mahabba. Mahabba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mahabba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana unaona wanafiki walikuwa wako na mtume sallallahu alaihi wasallam,
wanaswali safu ya kwanza nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanakwenda katika jihadi, yani mambo mingi wanayofanya pamoja na Mtume. Lakini kwa nini wakawa fi darkil asfali minan nar? Kwa nini wakaingizwa katika shimo la chini kabisa katika moto? Kwa sababu vitendo vyote waliokuwa wakivifanya vilikuwa vimekosa nini? Vimekosa mahaba. Na hapa ndio msingi. Kwa hivyo mahaba yanaweza kushufaia mapungufu ya vitendo vyako, lakini wingi wa vitendo vyako haviwezi kukusaidia kama umekosa mahaba. Narudia, mahaba ukiwa nayo katika moyo wako yanaweza kukushufaia inapokuwa una mapungufu katika vitendo, katika amali. Na tukizungumzia mapungufu katika amali, hatuzungumzii kuacha baadhi ya swala, kutoziswali swala 5 kaziswali 2 ama 3, la. Tukusudia amali ya ziada. Yani umeswali swala 5, vipi sunna za kablia baadia unaziswali, tahiyatul masjid unaziswali? Ikiwa una mapungufu katika zile za ziada mbali na swala 5, ikiwa una mahaba ndani ya moyo wako, mahaba yako itakusaidia. Na ndio naona yule bwana katika Bukhari alipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, ya Rasulullah, mata saa, kiyama ni lini ya Rasulullah? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, wama a'dadta laha, umekiandalia nini cha kiyama? Unapokuja kuuliza kitu na maana tayari una maandalizi umefanya. Umekiandalia nini kiyama? Yule bwana amwambia Mtume, ma a'dadtu laha kathira salatin wala siyam, ya Rasulullah, sikukiandalia swala nyingi wala saumu nyingi, na swali tu swala zangu 5 zile za kawaida, saumu zangu za faradhi. Kisha akasema, illa anni uhibbu Allah wa rasula, isipokuwa kuna jambo moja Rasulullah, mimi nampenda Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani mahaba yamejaa katika nini? Katika moyo wake. Amali anazo ni chache, si nyingi, lakini natija iliyopatikana nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, anta ma'a man ahbabta, wewe uko pamoja na uliowapenda ama uliyempenda. Yani uko pamoja na Mungu, uko pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hivyo mahaba yake yakamshufaia katika mapungufu ya nini? Mapungufu ya amali. Lakini wale ambao kwamba walikuwa wakifanya amali nyingi lakini wamekosa mahaba katika nyoyo zao, walikwenda wapi? Fi darkil asfali, fi darkil asfali minan nar. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aturuzuku sote mahaba yake na mahaba ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika nyoyo zetu. Na wanapokosekana Mungu na Mtume ndani ya nyoyo, ndo huingia vile vingine. Leo tukiona mashababu wetu tutashangaa, ukimwona kijana amefungamana na mchezaji mpira, basi atanyoa kama yeye, atatafuta vyakula ale kama anavyokula yule bwana, mavazi atavaa kama anavyokula. Kwa nini? Kwa sababu ana mahaba ya mtu kama yule katika moyo wake. Na mahaba haya yameingia vipi? Alipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wasallam wamekosekana. Tumekosa kufanya zara, kukuza mahaba, kutia mahaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutia mahaba Mwenyezi Mungu katika nyoyo ya vijana zetu. Ndio pale unamwona kijana ananyoa kijistari cha kimaajabu katikati ya kichwa. Ukimuuliza kwa nini wafanya hivyo, atakwambia Balotelli bana ndio yonyoa hivi. Kwa sababu Balotelli ndio katika nini? Katika moyo wake. Ingekuwa katika moyo wake ni Rasulullah, angeulizia Mtume alikuwa kinyoa vipi, ama Mtume amekataza watu kunyoa vipi. Ukirudi katika Bukhari, hadithi ya Ibn Umar asema, naha Rasulullah anil qaza, Mtume amekataza kaza ni kunyoa baadhi ya nyele na kuacha zingine. Sasa jambo ambalo kwamba amelikataza Mtume ndio yuenda kulifanya. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuangalia ni Mtume amekataza, ameangalia ni Balotelli ndio yufanya hivyo. Kwa hivyo hawezi kukaa pamoja hapa Balotelli na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika moyo hata siku moja. Na kile kisa tukipiga daima, kisa cha al-Imam, anakitaja al-Imam Ibn al-Qayyim katika baadhi ya vitabu vyake. Anasema kuna panya alimpenda ngamia. Panya alipita njiani akamwona ngamia mzuri akampenda. Yule panya akashika kamba ya ngamia akawa anakwenda naye, na ngamia akawa anamfuata nyuma. Panya hana nguvu za kumvuta ngamia, lakini ngamia alikuwa maridhia akamfuata nyuma. Wakaenda mpaka kufika katika nyumba ya panya. Nyumba ya panya ndogo sana, sote tunajua. Sasa wamesimama nje, hajui afanye nini. Akiangalia nyumba ndogo, ngamia hawezi kuingia. Akimwangalia ndo kipenzi, siwezi kukiacha nje.
Sasa nitafanya nini? Ngamia akamwambia, sikiza, ni moja katika mawili. Imma utafute nyumba kubwa itakayomtosha uliyempenda, ama utafute kipenzi kidogo kitakachotoshana na nyumba yako. Imma utafute nyumba kubwa itakayomtosha uliyempenda, ama utafute kipenzi kidogo kitakachotoshana na nyumba yako. Na sisi hivyo hivyo, imma nyoyo zetu tuziandae aweza kuingia Mwenyezi Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama tuzichafue wao watakaoingia kina nani? Kina Baloteli. Naam. Kwa hivyo mahabbatullah na mahabbatu rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, mahabba haya mawili ndio kamalul iman, na anapokuwa katika moyo wa mu'min ndo anapokuwa katika daraja za juu za iman. Kwa hivyo thalathu man kunna fihi wajada halawata al-iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Na tukizungumzia mahabba ni kitu kizito sana, ingawa ni neno lina harufu mbili peke yake, ni he na be peke yake, hub, lakini ni harufu mbili nzito sana. Ndio mmoja katika shuara akasema, alhubbu sa'bun fala ta'bath biqailihi farubbama qatalatka alha'u walba'u. Asema mahabba ni mazito, mtu akija kukwambia anapenda usimfanyie istihzai, farubbama qatalatka alha'u walba'u, zinaweza kukuua. Ni harufu mbili tu, lakini namna zilivyokuwa nzito zinaweza kukuua na kukumaliza. Wangapi kwani tumesikia wamekufa kwa ajili ya mahabba? Kuna kitabu kizima kimetungwa, Maswari'ul Ushaq, watu waliokufa kwa ajili ya mahabba. Maswari'ul Ushaq, kitabu kizima kimetungwa. Bali al-Imam al-Busiri katika kasida yake maarufu Burda asema, ya laimi fil hawa al-udhri ma'dhiratan minni ilayka walau ansafta lam talumi. Ya laimi, ewe mwenye kunilaumu katika nini? Fil hawa al-udhri, katika mahabba. Udhri ni mahabba yanayonasibishwa na Bani Udhra. Bani Udhra ni kabila ambalo kwamba maarufu liko pande za Yemen, linajulikana katika mahabba, likipenda linapenda kufa, likipenda linapenda kisawasawa kiundani mpaka daraja ya kufa. Naam. Kwa hivyo kuna mahabba ambayo kwamba yakufikisha daraja ya kufa, lakini swali linakuja, unakufa kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Mungu na Mtume, ama kwa ajili ya Laila na Salma? Hapa sasa ndo tofauti. Kuna mahabbatu akhyarin na kuna mahabbatu aghyar. Kuna mahabba ya wema na kuna mahabba ya waovu. Kuna wale ambao kwamba wanakufa kwa ajili ya wale, na kuna wale ambao kwamba wanakufa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Na kuna kitu kinaitwa shuhadaul mahabba, kipo katika dini. Yani katika daraja za mashahidi kuna mashahidi wanajulikana kama shuhadaul mahabba, mashahidi wa mahabba. Yani kama vile kuna shahidi wa kufa vitani, kuna na shahidi wa nini? Mashahidi wa mahabba. Na imekuja katika hadithi ambayo kwamba Sheikh la mashaka zetu Al-Hafidh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari ametungia kitabu kizima Dar'ud Du'f fi hadithi man ashika fa'af. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam asema, man ashika fa'affa famata dakhala aljanna. Mtume asema man ashika, atakayependa, fa'affa, akajizuia, akajipamba na sifa ya iffa, sifanye madhambi, famata, kisha akafa kwa athari ya yale mapenzi, dakhala aljanna, taingia peponi. Shahidi wa mahabba huyo. Na katika shuhadaul mahabba ni Sayyiduna Abu Bakr radhiyallahu anhu. Anataja Ibn al-Jawzi katika sifatu safwa kutoka kwa Abdullah ibn Umar, asema kilichomuua Sayyidina Abu Bakr ni nini? Ni mahabba, mapenzi yake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada Mtume kufariki, asema Ibn Umar, Sayyidina Bakr akawa anakwisha polepole, anamalizika mpaka akafariki, kutokana na athari ya mahabba aliyokuwa nayo kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hivyo mahabba yanaua, ni mazito, mahabba yanaliza. Ndio sikia pale mtu analia
kwa sababu kipenzi kimemuondokea ama kipenzi kimesafiri. Yule mmoja sema ma kuntu adri qabla azzata malbuka wala mujiati alqalbi hatta tawallati, nilikuwa sijui kulia mimi kabla ya Azza kuniondokea. Nilikuwa nikisikia tu watu walia, watu walalamika, wasikia maumivu ya moyo, lakini nilikuwa siyajui yote. Hatta tawallati, alipoondoka Azza ndo nilijua kuna kulia. Naam, kwa hivyo watu walikuwa wakilia, watu walikufa, watu walifika daraja ya kuitwa wandazimu. Sote tunajua Majnunu Laila, tunamsikia sana Qais aliyejulikana kama Majnunu Laila, mwandazimu wa Laila. Alomtia wazimu nani? Ni Laila, mpaka inafika daraja akipita kwa kina Laila anabusu ukuta. Watu wanamshangaa, shekhe vipi mbona unabusu ukuta? Asema wama hubbu diyari shaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Sijapenda ukuta jamani, mimi nampenda yule anayeishi ndani yule. Mkiniona nabusu ukuta si kwa ajili ya ukuta, sina mahaba na ukuta mimi, walakin hubbu man sakana ad-diyara. Siku moja amekaa Qais mbali, amekaa na watu wanazungumza, mara anapita mbwa, aonekana Qais atabasamu, ana furaha. Sheikh una nini? Asema hadha alkalbu min hayy Laila, mbwa huyu wa mtaa kina Laila kule. Yani alvopenda mpaka akawa anajua paka mbwa wa mtaa wao. Ni mahaba nani? Laila. Ni mwanadamu, ni shahwa tu kimwili ya duniani. Nasemekana atakumoa hakumoa. Lakini angalia daraja alofika paka kawa mwandazimu. Kwa hivyo ikiwa kuna watu walikuwa wandazimu kwa Laila, na vile vile kuna wale ambao kwamba wamekuwa wandazimu kwa mahaba ya Mwenyezi Mungu na mahaba ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wama hiya ya fata bil Amiriya, kama anavyosema al-Imam al-Haddad. Naam, kuna wenye kumpenda Laila al-Amiriya mpaka wakafanya wazimu, wakalia, wakabusu ukuta, na kuna wale wanaompenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakafika huko, lakini mahaba yao ni katika nini? Kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumpenda Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ndio yule mmoja mshairi wa Kisudani katika kueleza mahaba na uzito wake akasema, ayadha alqalbu la tahzan fadhaka alhubbu infection. Ayadha alqalbu, ewe moyo, la tahzan, usihuzunike, fadhaka alhubbu, mahaba hayo infection, falan tujdi aqaqirun walan tushfika injection. Usiende kutafuta tembe wala sindano, hazitakufaa hizo. Dawa ya mahaba ni kumpata mahbubi. فكم من عاقل فطن مضى في الحب دايركشن فلا تندم على ما فاتك فقد أخطأت سيلكشن فبعض الناس إن هجروا يظل ويبقى كونكشن وبعض الناس إن هجروا فلا حزن ولا تنشن. كيف محبة انفكشن، محبة يناليزا، محبة يناua. Mara nyingi tukizungumzia mahaba watu tushangaa wasema shekhe gani huyu zungumzia mahaba na nini, yahusiana nini mahaba na dini na ushekhe? Kwa nini mashekhe hawafai kupenda? Mahaba ni kitu haramu katika dini? La wallah, bali hakuna watu waliopiga mifano mikubwa katika mahaba kama hao maulama, bali maswahaba, bali mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akijifakhiri mtume sallallahu alayhi wasallam, akiulizwa man ahabbu an-nasi ilaik, ya Rasulullah, nani wampenda zaidi mbele ya maswahaba? Mtume asema Aisha. Anadhihirisha mahaba yake kwa mke wake mbele za watu, bali nafika hadi yuko katika sakarati al-maut, asema nakhafifishiwa mimi ule uzito wa sakarati al-maut kwa kuwa ubavuni mwa Aisha. Kuna mahaba zaidi hayo? Ule uzito wa sakarati al-maut yakhafifishiwa kwa nini? Kwa sababu yuko ubavuni mwa mke wake Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha. Toka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nenda kwa masahaba zake. Al-Karrar Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa karrama Allah wajha. Sayyidina Ali safari moja ameingia nyumbani kwake, anamuona Sayyidatuna Fatima apiga mswaki, amwambia hadhaiti ya'ud al-araki bithaghriha ama khifta ya'ud al-araki araka law kunta min ahli al-qital qataltuk ma faza minni ya siwaku siwaka. Amwambia hadhaiti ya'ud al-araki bithaghriha, mpata kufika katika kanwa lake ewe mswaki. Ana wivu, yani daraja ya mahaba alikuwa nayo kwa Sayyidatina Fatima mpaka ana wivu na mswaki. Sasa sipige mswaki,
amwambia upata uweza kufika katika kano lake. Hadhaiti yauda al-araki bithaghriha ama khifta yauda al-araki araka, hukuogopa nikuone mimi? Wayafanya mbele yangu. Alafu amwambia law kunta min ahli al-qitali qataltuk, ungekuwa ni katika watu wa vita ningekuua mimi, una bahati si katika watu wa vita. Amwambia mafaza minni ya siwaku siwaka, hakuna alionishinda isipokuwa ni wewe. Sina namna kwako. Angalia wivu wake, ghaira yake alikuwa nayo kwa Sayyidatuna Fatima, mahaba ya daraja ya juu alikuwa nayo makubwa zaidi. Al-Imam Al-Dhahabi katika kitabu chake Siyar A'lamin Nubala, haya maneno lau yangekuwa hayakutajwa na Imam Al-Dhahabi katika Siyar A'lamin Nubala, tungeona si maneno ya kawaida haya, pengine maneno mwantazimu ama, lakini ni jambo ambalo kwamba limetokea na ni kwa mwanachuoni mkubwa na limetajwa katika vitabu. Katika Siyar A'lamin Nubala, Al-Imam Al-Dhahabi anaeleza kisa cha Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani, katika maulama wakubwa wa hadithi, kati yake yeye na wanafunzi wake. Asema safari moja wanafunzi walimkosea Imam Abdul Razzaq As-San'ani. Imam Abdul Razzaq katika maulama wakubwa wa hadithi, mwenye kitabu Musannaf Abdul Razzaq, kitabu kikubwa katika hadithi. Asema walikosana, yani walimkosea wale wanafunzi Imam Abdul Razzaq As-San'ani, wakatoka wakaenda kwa wakubwa pale mjini, yani watu wazima wasomi, wakaenda wakaambia bana, katuombeni shufaa kwa imamu, tumemkosea arudi kutusomesha, kwa sababu alipomkosea imamu alisema si wasomeshi tena, si wasomeshi. Wakaenda kwa watu wazima wakamfuata Imam Abdul Razzaq Sanani, wasamehe, rudi wasomeshe. Akakataa Imam Abdul Razzaq Sanani. Wale mabwana wakaenda kwa wanachuoni, katuombeeni shufaa. Walipokwenda kwa wanachuoni walipokwenda kwa Imam Abdul Razzaq akakataa pia, hakwenda kuwasomesha. Baadaye kawajia fikra, akasema kwa nini tusiende kwa mama watoto, twendeni kwa mke wake. Wakaenda kwa mke wake, akamwambia tuombee shufaa kwa imam, tumemkosea lakini haturudi tena, harudi kutusomesha. Mabwana siku ya pili wakienda, wanampata imamu amekaa wasubiri. Wakashangaa, mpigwa na mshtuko, inkuaje tumkutumia wote wale hukuja? Akatoa ubeti wake wa shairi akisema laysa ash-shafi'u alladhi ya'tika mu'tazira mithla ash-shafi'i alladhi ya'tika uryana. Asema Shafii anayekujia akiwa amevaa nguo haiko sawa na Shafii anayekujia akiwa uchi hajavaa. Haya maneno kama ingekuwa hayakutajwa katika vitabu na kunukuliwa katika maulama, kutoka kwa maulama, tungesema wamezuliwa. Lakini inajulisha namna gani walikuwa na mahaba na wake zao, mahaba ya daraja juu, lakini ilikuwa ni mahabbatu akhyar, wanawapenda kwa mahaba ambayo kwamba haivuki mipaka. Kuna wengine wamependa wake zao, lakini mahaba yakawa ni kuvuka mipaka, yasiokubalika kisheria, kama aliojenga Taj Mahal. Leni kaburi anamjengea mke wake, angalia mabilioni mangapi yametumika pale. Israfu ya daraja gani? Watu wanakufa na njaa, maskini. Yale mahaba maovu. Naam. Kwa hivyo hata ulama walikuwa upo katika bahari ya mahaba, bali hata mtume na masahaba zake walikuwa katika bahari ya mahaba. Tukija tukizungumzia mahaba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mahaba ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Al-Ghazali anasema sababu za kupenda zipo tatu: al-jalal wal-jamal wan-nawal. Sababu za kupenda ziko ngapi? Tatu. Jalal, uzuri, utukufu, na jamal, uzuri, na an-nawal, afwan, al-jalal wal-jamal wan-nawal. Nawal ni ihsani, kufanya wema. Yani mtu akiwa ni mtukufu ana daraja, anapendwa na watu. Mtu akiwa ni mzuri anapendwa na watu, na mtu akiwa ni muhsin, mwenye kusaidia, mwenye kufanyia watu wema, anapendwa. Hizi ndio sababu tatu za kupendwa. Tukija tukiziangalia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, zote zipo na kwa daraja ya juu kabisa. Kuna mtukufu zaidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jalla jalaluhu, ndio mtukufu wa utukufu.
subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ya kwanza ipo. Tukija katika jamal, mtume anatuambia inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Mwenyezi Mungu ni mzuri na anapenda uzuri. Naam, katika jamal ipo. Na ukiangalia tu viumbe vya Mwenyezi Mungu utajua namna gani Mwenyezi Mungu alivyokuwa ni jamil. Angalia tu maua namna yalivyokuwa mazuri na yanatoa harufu nzuri, miti namna ilivyopangwa katika hii ardhi, majabali, utajua namna gani huyu aliyeumba makhlukati kama hizi na viumbe kama hizi ni muumba ambaye kwamba ni mzuri subhanahu wa ta'ala. Naam. Ukija katika nawal, katika ihsan, hakuna muhsin zaidi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Neema zote alizotuneemesha, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mkizihesabu hamwezi kuzihesabu neema ya Mwenyezi Mungu. Neema moja, hakusema wa in ta'uddu ni'amallahi, hakusema ukizihesabu neema za Mwenyezi Mungu. Asema neema moja tu ya Mwenyezi Mungu hamwezi kuihesabu. Yani hebu iangalie neema ya macho, anza kuihesabu. Utaweza kuhesabu neema inayopatikana, neema zinazopatikana kwa kupitia jicho? Huwezi kuzimaliza, sio? Sasa vipi neema zingine? Kuna ihsani zaidi ya hiyo? Leo ukienda hospitali ukitiwa mashine ya oksijeni ile ukikaa masaa tu utalipa maelfu, sio? Wavuta pumzi masaa 24 siku zote, ulilipishwa lini na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Kwa hivyo hauwezi kuzimaliza ihsan zake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo sababu ya tatu ya kupendwa pia vile vile iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ukija kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu zote hizo tatu pia zipo. Ukija katika ya kwanza, adhama, hakuna katika viumbe, tunapozungumzia Mtume tunazungumzia katika viumbe, na siku zote lazima tutofautishe ar-rabbu rabb wal abdu abd. Mungu ni Mungu na mja ni mja. Mtume ni mja katika waja wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo katika waja wa Mwenyezi Mungu, katika viumbe vya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hakuna kiumbe ambacho kwamba ni kitukufu kama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mwenyewe anasema ana akramul awwalina wal akhirina ala Allah wala fakhr. Mimi ndio mkarimu, mimi ndio mtukufu wa mwanzo na wa mwisho kwa Mwenyezi Mungu, wala sijifakhiri. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo yeye ndio mtukufu zaidi, na ndio naona katika hadithi iliyopokewa na al-Imam al-Baihaqi katika Sunan al-Kubra kutoka kwa Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala li Jibril alayhi salam qallabtu masharik al-ardi wa magharibaha falam ara rajulan afdala min Muhammad. Asema amekuja Jibrili akaniambia, Mtume ndo anasema amekuja Jibrili akaniambia qallabtu masharik al-ardi wa magharibaha, nimezunguka mashariki mwa ardhi na magharibi mwake, falam ara rajulan afdala min Muhammad, sijaona kiumbe ambacho ni bora kuliko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo katika adhama na jalal yuko yeye, ndio anashika namba moja. Tukija katika jamal, katika uzuri unagawanyika mara mbili. Maulama wanatuambia kuna jamal dhahiri na jamal batini. Kuna uzuri wa nje na uzuri wa ndani. Uzuri wa nje ni uzuri wa umbo, na uzuri wa ndani ni uzuri wa akhlaqi na tabia. Tukishika ya kwanza, uzuri wa umbo, hakuna kiumbe ambacho kwamba ni kizuri kumshinda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana inapokewa katika baadhi ya athar, Sayyidatuna Aisha anasema radhiallahu anha, wala imi Zulaikha. Wako wapi wale waliokuwa kimlaumu Zulaikha? Walomuna Sayyidina Yusuf wakajikata mikono, wale walomlaumu Zulaikha mwanzo kisha wakajikata mikono. Wako wapi? Asema law ra'ayna rasulallahi laqatta'na qulubahunna fadlan min aydihin. Asema wangemuona Mtume wangekata nyoyo zao badala ya mikono. Namna alivyokuwa mzuri bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini tofauti kati ya uzuri wake na uzuri wa Sayyidina Yusuf wanawake walifitinika na yeye na uzuri wake, lakini Mtume hakuna mwanamke aliyofitinika na uzuri wake. Kwa nini? Kwa sababu uzuri wake ulikuwa umevalishwa na nguo ya jalal. Yani alikuwa ni mzuri lakini ana utisho wakati huo. Na ndio naona masahaba wakimueleza Mtume swalla salam walikuwa wasema hatumwangalii hivi Mtume tukamshiba, hatuwezi kumwangalia hivi moja kwa moja, kila saa vichwa viko chini. Namna alivyokuwa na utisho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikuja katika shamail wanasema masahaba, man raahu badihatan haba, yote anayemuona hivi
hata kama ni mara ya kwanza kumuona lazima atatishika na yeye, namna alivyokuwa na jalal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo uzuri wa nje alikuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imekuja katika hadithi, kana Rasulullah ajmalan nas, Mtume alikuwa ni mzuri wa watu. Naam, tukija katika uzuri wa ndani, hapo sema utakacho. Kul ma shi'ta fa anta fihi musaddaq, alhubbu yaqdi wal mahasin tashhadu. Na unapokuja katika uzuri wa ndani ni ule alosifiwa na Mwenyezi Mungu, akaambiwa innaka la ala khuluqin adhim, hakika wewe Muhammad upo juu ya tabia nzuri. Yani kama zile tabia nzuri pia umezivuka, wewe uko juu yake sawa. Na mwenyewe asema inma bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq, hakika nimetumilizwa nitimize nini? Nitimize makarimul akhlaq, tabia nzuri. Kwa hivyo jamal ya nje Mtume alikuwa ni mzuri zaidi. Jamal ya ndani vile vile imekuja katika sahih, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama ahsanun nasi khuluqa, Mtume alikuwa ni mzuri wa watu kitabia. Hakuna anempata Mtume sallallahu alayhi wasallama katika tabia. Kwa hivyo sababu ya pili ipo kwake na kwa daraja ya juu kabisa. Sababu ya tatu an-nawahi. Kuna ihsani zaidi aliyotufanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam? Yani kuna kiumbe aliyofanyia ihsani zaidi ya Mtume? Ametutoa katika dhulumat al-kufr ila nur al-iman, ametutoa katika kiza cha ukafiri akakututia katika nuru ya imani, akatujuza Mwenyezi Mungu, akatujuza tauhid, akatujuza akhlaqi. Mambo mangapi, ihsani ngapi alizotufanyia bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mtu kawaida akija akikusaidia tu, leo wewe ni mgonjwa akakupeleka hospitali akakutibu, ama una deni akakulipia, unakuwa na mahaba kiasi gani kwake? Na ni jambo la kidunia kulipiwa deni ama kutibiwa. Vipi kwa yule ambaye kwamba amekuokoa, amekutoa katika njia kupeleka motoni akakutia katika njia kwenda peponi? Kuna ihsani kubwa zaidi ya hiyo. Kwa hivyo muhsin naye ni yeye namba moja katika viumbe. Kwa hivyo sababu zote tatu zile za mahaba zimepatikana kwa Mwenyezi Mungu, zimepatikana kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio wakastahiki kupendwa kwa daraja zote za mahaba. Na ndio naona Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia katika hadithi iliyopokewa vile vile na Imam al-Bukhari katika sahihi yake, asema la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Asema la yu'minu ahadukum, haikamiliki imani ya mmoja wenu. Imani yako haiwezi kufika daraja ya kamali ya kukamilifu, hatta akuna, mpaka niwe mimi ahabba ilayhi, ni mwenye kupendekeza zaidi, yani yanipenda mimi zaidi kuliko nani? Min walidihi, kuliko mzazi wake, wa waladihi, na mtoto wake, wanasi ajma'in, na watu wote. Yani lazima umpende yeye kuliko vyote vingine. Lakini ikiwa kuna kimoja tu katika hivyo vingine wakipenda zaidi kuliko Mtume, bado haijakamilika imani yako. Ndio naona Saidina Umar alipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, Rasulullah, nakupenda kushinda kila kitu illa min nafsi, isipokuwa Rasulullah, mimi nafsi yangu naipenda zaidi. Na kupenda kushinda vingine vyote, lakini isipokuwa. Mtume akamwambia, bado Umar, hujafika. Hajafika wapi? Hajafika daraja ukamilifu katika imani. Mtume Saidina Umar pale akamwambia Rasulullah, la anta al'ana ahabbu ilayya min kulli shay'in hatta min nafsi. Ya Rasulullah, sasa nakupenda zaidi hata kushinda nafsi yangu. Pale yani ile mahaba ilichemka ndani mwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa ndo anampenda zaidi hata kushinda nafsi yake. Basi Mtume akamwambia, al'ana, sasa ishafika. Hapa mtu anaweza kushangaa, huyu sasa hivi sekunde 2-3 ilikuwa bado, sasa ambiwa sasa ushafika. Yani amfika kwa masekunde. Amfika kwa masekunde. Ndipo pale tukasema mahaba anaweza kushufaia kukiwa na mapungufu katika amali. Sasa angalia, kwa mahaba tu sekunde 2-3 amefika daraja ya juu. Na pale kabla hapo alikuwa bado yuko chini. Al-ana, sasa umefika ya Umar. Kwa hivyo haikamiliki imani ya mmoja wenu mpaka anipende mimi kushinda. Ametaja vitu vitatu Mtume sallallahu alaihi wasallama, na ndio maana al-Imam al-Khattabi, mwanachuoni wa kwanza kusherehesha sahihi ya Imam al-Bukhari, anasema al-mahabbatu 3 anwa'. Mahabba ziko sampuli ngapi?
Mahabba ziko sampuli tatu. Ya kwanza ni mahabbatu i'dhamin wa ijlal, ni mahabba ya kutukuza na kuheshimu. Alafu kuna mahabbatu ra'fatin wa rahma, mahabba ya upole na rahma. Alafu kuna mahabbatu istihsanin wa mushakala, mahabba ya kufanyiana wema na kukaa na watu kwa uzuri. Asema mahabba ya kwanza mahabbatu ijlalin wa i'dham, haya ni mahabba ya mtu kwa mzazi wake, yani unamtukuza, unamheshimu mzazi wako. Asema mahabba ya pili mahabbatu ra'fatin wa rahma, ni mahabba ya mzazi kwa mtoto wake, anakuwa mpole kwa mtoto na anakuwa na rahma na yeye. Alafu mahabba ya tatu mahabbatu istihsanin wa mushakala, ni mahabba kati ya mtu na ndugu zake. Kwa hivyo ukiangalia sampuli zote tatu za mahabba utazipata zipo katika hadithi hii moja, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Haikamiliki imani ya mmoja wenu mpaka anipende mimi kushinda nani? Walidihi, mzazi wake, ni mahabba ya kwanza, mahabba ya kutukuza na kuheshimu. Wa waladihi, mtoto wake, mahabba ya pili, mahabbatu ra'fatin wa rahma. Wan nasi ajma'in, ni mahabba ya tatu, mahabbatu istihsanin wa mushakala, yani unafaa kumpenda kwa sampuli zote za mahabba. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Na ndo kaona masahaba wakafika daraja za juu za iman. Kwa nini? Kwa sababu walifika daraja za juu za mahabba yao kwa Mwenyezi Mungu na kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ndipo pale ukisikia Abu Bakar ni shahidul mahabba, usishangae baadaye ukisikia katika hadithi nyingine Abu Bakr alikuwa ni namba moja katika imani yake ni ya juu, na lau uzina imanu Abi Bakr bi imani al-umma la rajaha imanu Abi Bakr. Ukizisikia zile hadithi kuwa imani ya Abu Bakr imezidi ya imani ya umma, usishangae ukijua alikufa kwa ile mahaba. Alifika daraja hizo za juu za mahaba kwa sababu ya nini? Daraja za juu za iman kwa sababu ya mahaba alikuwa nayo. Ilifika wakati al-Imam Ibn al-Jawzi katika Sifatu Safwa anataja, anasema Saidina Abu Bakar anapokea kutoka kwa mke wa Saidina Abu Bakar, anasema Saidina Abu Bakar alikuwa akirudi nyumbani atoka kwa mtumi, anarudi nyumbani ananyosha maguu, alafu anasema wa shauqi ila rasulillah, nimemtamani mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa yule mke hushangaa, Sheikh wewe kutoka kwa mtume sasa hivi uanza kuingia nyumbani tayari ushamtamani, unkamda gani? Lakini Saidina Abubakar ataka kuwa na yeye kila wakati, kila dakika, kila sekunde atakuwa na mtume sallallahu alayhi wa ala alihi. Na hii ndio ada ya muhib. Mtu anapopenda anafikia daraja kama wanavyosema maulama, la yastaqimu almahabbatu au la tastaqimu almahabbatu baina ithnaini hatta yaqula ahaduhuma lilakhari ya ana. Wanasema mahabba hayasimami kati ya wawili mpaka mmoja aseme kumwambia mwenzake ewe mimi, yani wewe ni mimi na mimi ni wewe. Hakuna tofauti kati yetu. Yani nikijitazama mimi na kuona wewe, nikikutazama wewe na kuona mimi. Ila nalolipata mimi ndio la kupata wewe, nalokupata wewe la nipata mimi. Ndio hakikatul mahabba, ndio kusimama kwa mahabba. Bila hivyo haijafika kusimama mahabba. Ndio namuona Saidina Abubakar imekuja katika Sahih Muslim, walipokuwa katika baadhi ya safari na yasemekana ilikuwa ni hijra. Saidina Abubakar asikia kiu, anakwenda kutafuta kinywaji, anapata, anakuja, kabla ya kunywa yeye anampa mtume kwanza adab, heshima, anamwambia Rasulullah kunywa. Anakunywa mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi Saidina Abubakar asema fashariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta radit, asema mtume akanywa mpaka mimi nikatosheka. Yani alokunywa ni mtume na alokatika kiu nani? Angalia daraja ya mahaba, si yale yetu kudanganyana, ukila wewe na shiba mimi na nini. Watu walifika kikweli huko, si kudanganyana. Amwambia mtu kila wewe shiba mimi, wakipiga kona tu hivyo ndo kutafuta unaitwaje, mama ntilie, sio kibanda cha chakula. Na walifika kihakika, anakunywa mtume anakatika kiu yeye, namna alipofika daraja ya juu mahaba. Ndio maulama wakisema Abu Bakr ni madrasa fil hub, ni madrasa nzima katika nini?
katika mahaba. Ukitaka kujua mahaba, kumpenda Mungu na kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtafute nani? Mtafute Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu wa arda. Na si yeye peke yake, masahaba mbalimbali, sawa kiume wa kike. Kuna yule mama mmoja, watu wanarudi kutoka vitani, anapewa habari mbaya, anaambiwa mume wako amefariki. Anawauliza, ma faala Rasulullah, Mtume vipi hali yake? Aambiwa mtoto wako amefariki, Mtume amefanya nini? Aambiwa babako amefariki, Mtume amefanya nini? Angalia, tajua wale ngome zake, wale watu ambao kwamba ndio wahitajia zaidi katika maisha. Baba, mume, mtoto, ambao na ndugu yako amefariki. Anawaambia ma faala Rasulullah, kwanza hamu yangu mimi nataka kujua nini? Mtume vipi hali yake? Anaambia huwa bi khair kama tuhibbin, ni mzima Mtume sallallahu alaihi wasallam kama vile unavyopenda awe, hana matatizo yote, hajaguswa, hajaudiwa, hajapasuliwa, hajafanywa lolote. Bado roho haijatulia. Awambia arunihi anzur ilayhi, nionyesheni nimuone ndio moyo wangu utatulia. Basi anapelekwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam mzima. Anamwambia kullu musibatin ba'daka jalal, msiba wote baada yako ni mdogo, mwepesi. Afya atakayekufa, lakini madamu wewe mzima si lolote. Na Sayyidina Bakar katika safari ya hijra, mara yuko mbele, mara yuko nyuma, mara yuko bavu kulia, mara bavu kushoto. Mtume amwambia mbona hutuli? Amwambia ya Rasulullah, naogopa mara nyingine nakaa nikifikiria sije ikatoka hujumu upande wa mbele, akatokeza mtu ataka kukuua, huenda mbele. Baadaye hukumbuka aweza kutokea kwa nyuma, nirudi nyuma. Pengine atakuja upande wa kulia, upande wa kushoto. Ambe Rasulullah, nataka ikiwa kutatokea mtu kukumaliza, animalize mimi. Nikifa mimi nimekufa Abu Bakr, ukifa wewe umekufa umma. Kuna umma mzima unakuhitajia. Ila daraja walivyokuwa nayo sahaba Rasulullah, mahaba kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Ndio Thauban anakuja kwa Mtume sallallahu, Thauban anakuwa mgonjwa, anakwisha kabisa, mwili hana nguvu. Mtume hamuoni, yuko wapi Thauban, mbona simuoni? Ambaye Rasulullah mgonjwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akikutana naye amwambia, mabika ya Thauban, abika waja, una maradhi nini? Kinachokusumbua nini? Kinachokukondesha? Ambaye ya Rasulullah, alhamdulillah hapa duniani tuko pamoja, lakini nimekumbuka mbali, tukienda akhera kiyama, tukienda akhera huko janna, bila shaka wewe daraja yako ni ya juu. Pengine mimi sitokuwa katika pepo ulioko wewe ya Rasulullah, nitakuwa na raha gani nikiwa katika pepo wewe haumo ndani? Hilo ndilo lomshughulisha. Angalia akondeshwa na nini? Akondeshwa na kuwa nitakuwa katika hali gani mimi nikiwa katika pepo ambayo Mtume hayuko ndani yake. Yani kama nitakuwa haijakamilika furaha yangu mimi ikiwa sikumpata Mtume ndani ya pepo. Hivi ndivyo walivyo as-salihuna ridwanullah alayhim ajma'in, kwa sababu pepo yao ni Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Na ndio maana baadhi ya maulama wakimsalia Mtume wana sigha yao, wanasema Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin jannatil janna, ya Rabbi msalie Mtume pepo ya pepo. Yeye ndio pepo ya pepo. Vipi? Sisi Mwenyezi Mungu akitaka kutuneemesha yatuingiza wapi? Peponi, sio? Sasa ile pepo yenyewe ikitaka kuneemeshwa itafanywa nini? Sisi tuna pepo tumeandalia. Ile pepo yake nani? Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akiingizwa peponi ndio kuneemeshwa ile pepo. Na ndio maana baadhi ya maulama, mmoja anaambiwa sifu lana janna, hebu tusifie pepo. Ikoje pepo? Angalia sifa aliyoitoa, anasema fiha Rasulullah, ndani yake kuna Mtume. Ndio sifa ya pepo. Ndani yake kuna kila mmoja ataja kipenzi chake. Unajua kama ni mtu umeshughulishwa na vyakula, utaanza kutaja manna wa salwa. Kiambo tusifie pepo, kuna matunda huko, kuna manna na salwa, manyama. Na ikiwa ni mtu apenda vinywaji, utaanza kutaja mito ya asali na maziwa, kila mmoja na kipenzi. Na ikiwa ni mtu wakina Laila na Salwa, utaanza kutaja hurul ain. Kila mmoja anachokipenda, sio? Kullun yughanni li Laila, kila mmoja anamwimbia Laila wake. Lakini walipokuwa hamu yao ni Mtume sallallahu alaihi wasallam,
mtu anaulizwa anasema nini? Pepo ikoje? Asema kuna mtume ndani yake. Hebu tusifie pepo, kuna mtume ndani yake. Sasa hii ndio daraja alofikia. Ndio namuona Abu al-Abbas al-Mursi katika maulama wakubwa, mwanafunzi wa Abu al-Hasan al-Shadhili anasema law ghaba anni Rasulullah sallallahu alayhi wasallam tarfata ain ma adadtu nafsi min al-muslimin. Asema lao mtume ataghibu kwangu kiasi cha ya kupepesa jicho tu, yani muda mdogo sana, basi nisingejihesabu katika Uislamu. Yani vile namna alipokuwa na taalluq na mafungamano na mtume sallallahu alaihi wasallam, kila saa yeye matendo yake ni mtume, mavazi yake ni mtume, kila kitu chake ni mtume. Anasema lau ataghibu tu kidogo tu, akaiko mbali na mimi muda mdogo kabisa, asema nisingejihesabu katika nani, katika Uislamu. Kwa hivyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndio nini? Ndio jannatul janna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hivyo masahaba litupia mifano mikubwa. Sasa huyu bwana Thauban anasema pepo ambaye kwamba ya Rasulullah, sitokuwa na wewe ya Rasulullah, hilo ndo lanishughulisha mimi. Anamwambia anta au almar'u ma'a man ahab au anta ma'a man ahbabt. Mtu huwa pamoja na anayempenda. Kwa hivyo ikiwa mpenda wanipenda, basi utakuwa na mimi bila shaka peponi. Mwenyezi Mungu atujumuishe naye katika al-Firdaus al-A'la ya Rabbi. Safina huyo alikuwa ni mfanyakazi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yasemekana alipozikwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu walipokuwa washatoka katika kaburi, kabla ya kumiminwa mchanga, aliangusha pete yake Safina. Aliangusha pete, pete akaiangusha kusudi. Alafu akamwambia watu, pete imenianguka, ngojeni nichukue pete yangu. Baadaye ndio watu wakatanabahika, kwa sababu pale walikuwa mazishini. Baadaye mmoja anamuuliza, amwambia ilikuwaje ile pete ikakuanguka? Amwambia hikunianguka shekhe, nimeiangusha kusudi. Kwa nini? Asema nilitaka niwe wa mwisho kumgusa mtume kabla ya kufinikwa. Ngala mahaba alikuwa nayo kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumgusa tu. Nilikuwa nataka niwe wa mwisho kumgusa katika huu ulimwengu, niwe wa mwisho kumgusa sallallahu alaihi wasallam. Ndio naona katika mustadrak ya al-Imam al-Hakim an-Naisaburi anataja kisa cha Safina. Huyu safari moja anasema unakwenda pande za Rome kivita, jahazi likapenduka. Kwa bahati nzuri kuna kisiwa hapo karibu, akaenda mpaka kwenye kisiwa. Akifika pale asema nikapambana na simba mkali, ana njaa, ananielekea. Simba anakuja hivi, unajuaje anakuja kunila. Asema nilipomwona ananifuata, nikamwambia ya Abul Harith ana maula Rasulillah. Abul Harith ni moja katika majina 70 ya simba katika lugha ya Kiarabu. Amwambia ya Abul Harith, ewe simba, ana maula Rasulillah, mimi ni maula wa mtume, mimi ni mfanyikazi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema basi yule simba pale alisimama, akanywea na akaeka na kichwa chini, kwa sababu ya kutajua nani, yani mpaka wanyama walimpenda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sasa jiulize wewe mwanadamu, unashindwa na mnyama? Simba anakushinda katika kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Anatajua mtume, anatulia. Sisi mara ngapi tupigana, mtu atakwambia sallu ala Muhammad, msalieni mtume. Jamani, mtu bado washindana tu. Jamani, msalieni mtume. Watajua mtume hata ushtuki wewe kama hujatajua yoyote, na pengine na mwingine atoe makali juu. Shekhe, hebu achana na sisi, msalieni mtume nini? Huyu bana amenifanya hivi na hivi. Washindwa na simba. Simba anatajua mtume, anatulia pamoja na ukali wote, na ni hayawani, hana moyo, hana nini, washindwa naye. Na la ajabu, yule simba alimshindikiza Safina mpaka mwisho wa kisiwa. Yani alimpa escort ili asije mnyama yote mwingine akamdhuru. Allah. Sasa mpaka wanyama walimpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka majabali. Soma katika sahihi ya Imam al-Bukhari, mtume sallallahu alaihi wasallam asema Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Asema Uhud ni jabali, la tupenda na twalipenda. Jabali, jiwe. Na mtume alikuwa aweza kusema Uhudun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud la tupenda na twalipenda. Sote tunajua Uhud ni jabali, sio?
Lakini kuna siri gani mtume kuongeza neno jabal? Kwa nini nasema Uhudun jabal? Kwa nini nasema Uhudun yuhibbuna wa nuhibbu, ama jabalu Uhudin yuhibbuna wa nuhibbu? Kuna siri gani? Kana kwamba ataka kutuambia mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa jamani, hili ninalolizungumzia ni nini? Ni jabali. Na jabali nyinyi mwajua maumbile yake gumu, halina moyo, halina hisia zito, lakini pamoja na yote hayo yuhibbuna wa nuhibbu, la tupenda. Fama balukum ashabul qulub, vipi nyinyi wenye nyoyo? Ikiwa jabali halina moyo, halina hisia, la mpenda mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi wenye moyo nyinyi mkoje? Mna shuur gani na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alipendwa mpaka na mimea. Imekuja hadithi kwa daraja ya tawatur, imepokewa na masahaba wengi na maulama wengi. Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla kutengezewa member alikuwa akitoa khutba akiegemea gogo la mtende. Ilipokuja fikra ya kutengezewa member, ile gogo la mtende liliwekwa kama dhiraa 6, si mbali, lilikuwa pale pale katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Halikutupwa wala halikuchomwa wala halikufanywa lolote, liliwekwa tu karibu pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku hiyo mara ya kwanza anapanda member, kila akizungumza huku kwa sikika sauti, latoa sauti ligogo lalia. Pengine mtu aweza kuona ni khayali, vipi gogo lalia? Lililia. Masahaba ndio walipokea hiyo hadithi na imefika daraja ya tawatur. Kila mtume akiendelea kuzungumza gogo lalia huku. Mpokezi wa hadithi imekuja katika baadhi ya riwayat, ama yani katika mapokezi ya hadithi hiyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akateremka chini, akaenda kulituliza lile gogo, akawa analipangusa hivi kama anavyotulizwa mtoto mdogo vile akilia. Na imekuja katika riwaya ya Imam Ahmad, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, lau ningekuwa siku likumbatia lingebaki kulia mpaka siku ya kiyama, katika musnad ya Imam Ahmad. Sasa gogo jamani, gogo mmea la mlilia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi lini tulimlilia Mtume? Hebu jiulize wewe, kutoka uzaliwe ushamlilia Mtume mara ngapi? Sisi machozi yetu hayatoki isipokuwa kwa kukata vitunguu. Tuambizane ukweli, mtu ukikata vitunguu ndio utokwa na machozi, lakini kutoka chozi kwa sababu ya kumlilia Mtume sallallahu alaihi wasallam lishakutoka hilo. Na wengine la kusikitisha zaidi, ikifungwa Manchester na Arsenal ndio analia. Timu ya mpira ikifungwa mtu analia kama mtoto mdogo. La haula wala quwwata illa billah. Na wengine wanawalilia kina Laila na Salma. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna mama mmoja Msiria, baada ya vita hivi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waondolee na wape faraja karibu ya Rabbul Alamin. Kuna mama mmoja alikwenda kwa mwanachuoni, analia, kilio sio cha kawaida. Kifika analia pale. Watu moja kwa moja wakajua madamu ni Msiria, ina maana babake, ndugu zake, nani, familia yake yote washamalizwa, ndio maana analia hivi. Akija akiulizwa nini cha kuuliza, anasema siku 3 sijamuota Mtume. Nalia kwa sababu siku 3 sijamuota. Hebu tujiulize, mimi na wewe tuna miaka mingapi? Pengine umri wetu wote hatujamuota, lakini kuna siku nilia kwa sababu hujamuota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gani namna gani watu walivyokuwa na taalluq na shauki na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gogo la mtende lalia. Ndio pale al-Imam al-Hasan al-Basri, moja katika sadati tabi'in, katika wema walotangulia, katika wakubwa wa tabi'in, alikuwa akisema, jidh'un hanna li Rasulillah fama balukum ashabul qulub. Gogo linamlilia Mtume, nyinyi vipi wenye nyoyo? Gogo lisiokuwa na hisia wala moyo lamlilia Mtume, nyinyi wenye nyoyo vipi mnakosa kumlilia? Alafu tudai mahaba. Tuna mahaba kweli kweli? Yeye muangalie, yeye adilia kwa ajili yetu, sisi tumelia kwa ajili yake. Mtume safari moja analia, Mwenyezi Mungu anamtuma Jibril, nenda kamuulize Muhammad analizwa na nini. Akifika Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia, ummati, wanaoniliza ni ummati wangu. Ummati wake nani kama si mimi na wewe? Nani mwingine? Sasa Mtume amekaa yualia kwa ajili yangu mimi na wewe.
Sisi lini tumekaa tuajilia kwa ajili yake? Mahaba ina tabadul, mahaba ni kubadilishana. Yeye amelia kwa ajili yako, wewe umelia kwa ajili yake. Angalia daraja alivyokuwa anatupenda Mtume sallallahu alayhi wasallama. Yuko katika sakaratil maut, anafariki Mtume, anamuomba Mwenyezi Mungu, amwambia Allahumma shaddid alayya wa hawwin ala ummati. Ya Rabbi, nitilie uzito mimi, uwafanyie wepesi ummati wangu. Ya Rabbi, sakaratil maut ni nzito, mimi niongezee mimi ule uzito, mimi nitawabebea ummati wangu, wao wafanyie takhfif katika kufa kwao. Anatukumbuka mpaka wakati wa kukata roho. Sisi tuweza? Ndio mahabbatu rafatin wa rahma haya. Kwa hivyo masahaba walimpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, majabali yalimpenda Mtume, wanyama walimpenda Mtume, mimea ilimpenda Mtume, kila kitu kilimpenda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam, ndo kama tulivyosema masahaba wakafika daraja za juu za imani kutokana na nini? Na mahaba yao kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wakati umekwisha. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aturuzuku mahaba yake na mahaba bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na mahaba kila amal ambayo kwamba itatukurubisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.